Saudi Arabia hide oil shipment to evade Yemen strike. Taarifa imeandikwa na Reuters. Kuna wakati tu vitu vinafika kwenye nafasi yake. Kulikuwa kuna taarifa ya, nadhani imezungumzwa sana juzi na jana. Kuna taarifa mbili ambazo zilizungumzwa za Irani kutoa ofa ya dola takriban 30,000 kwa atakayemuua mwanajeshi wa Marekani, na akapeleka ikiwa mwanamke atapewa double. Ni lengo nini? Kuhamasisha watu wajue kabisa ukichomoa na huyu, au unamlazimisha mtu ajifiche, au inakuwaje? Kweli mambo yanabadilika sana. Vitu vinabadilika sana. Jared Kushner amekutana na Khalil al-Hayya, kiongozi wa Hamas kule Misri. Wamekutana wakazungumza. Jared, nadhani mnamfahamu, nje ya cheo chake kuwa ni mkwe wa Donald Trump, yeye amefanywa kuwa ni mjumbe maalum wa rais wa Marekani katika hili, japokuwa this is not official, kwa sababu huyu Jared alikuwa kwenye awamu ya kwanza ya Donald Trump, ndio alikuwa mjumbe maalum wa Donald Trump Mashariki ya Kati. Akapelekwa na Donald Trump, akapewa utajiri wa mabilioni ya dola kwa sababu ile nafasi yake tu ya ujumbe. Ameenda kuanzisha makampuni. Anaingia katika mapalesi ya watawala wa Kiarabu anavyotaka. Yani anaingia katika majumba ya kifalme anavyotaka. Ndio maana unaona kuwa awamu ya kwanza akiwa mjumbe maalum wa Donald Trump hapo Mashariki ya Kati, Trump akaja akashindwa na Joe Biden. Miaka 4 ambayo Joe Biden akiwa rais, huyu Jared hakuwa na cheo chochote hapa. Lakini tayari awamu ya kwanza ilikuwa imemtengenezea msingi mzuri wa kuanzisha makampuni ambayo yalikuwa yakifanya kazi. Katika awamu ya Joe Biden, huwezi kuamini kuwa makampuni mengi ya bwana Jared ndio yalipata uwekezaji mkubwa kutoka nchi za Kiarabu. Pale nilichokuambia kuwa awamu ya pili ya awamu ya Joe Biden, huyu Jared alikuwa akishughulika zaidi na makampuni ya ujenzi wa makazi ya walowezi kule Ukingo wa Magharibi. Lakini unakumbuka hata Donald Trump alivyosema kuwa tutaichukua Gaza iwe Riviera yetu. Watu wengi wanaamini kuwa, kwa sababu utafiti wa awali kabla ya Donald Trump kutamka ile kauli, inatajwa kuwa Jared ndio watu wake, wataalamu wake ndio walifanya tathmini ya awali, wakampelekea Donald Trump kuwa unaweza ukafanya hivi. Kwa hiyo yeye alikuwa anatembea vitu viwili. Kwanza, yeye ni mzayuni, unavyomjua. Huyu ndio katika jopo lake liliandika ule mkataba wa Abraham, ambao mara kadhaa nimesha kuelezea huu mkataba ulivyo. Ukiusoma kwa juu utaamini kuwa huu ni mkataba wa suluhu kati ya majirani, lakini ukweli ni mkataba uliotengenezwa kwa ajili ya kuifanya Israeli iwepo na nguvu ili iwadhibiti wengine. Ndio jinsi mkataba wa Abraham ulivyoandaliwa. Kwa hiyo Jared anasimama yeye kama mzayuni, lakini upande wa pili anasimama kama mfanyabiashara wa uzayuni, anayefanya biashara kubwa sana na uzayuni. Nimekutajia kuwa ujenzi mkubwa wa makazi ya walowezi Ukingo wa Magharibi unaratibiwa na kampuni za Mr. Jared, ambazo kiasi kikubwa zina uwekezaji mkubwa kutoka kwenye mapalesi ya wafalme wa Kiarabu. Ndio wamewekeza. Qatar, Saudi Arabia, UAE, wote wamewekeza. Yani ana ushawishi wa namna hiyo. Kwa hiyo alivyoleta wazo la kuifanya Gaza kuwa Riviera, ujenzi mkubwa wa Gaza wao wangehusika na makampuni yao yangehusika kwenye ujenzi. Kwa hiyo alikuwa na vyote, anakwenda katika biashara, lakini upande wa pili anaenda kutimiza lengo la kuidhibiti Gaza katika hili. Sasa alikuwa akiongea na Khalil al-Hayya, katika kitu alichomwambia Khalil al-Hayya kuwa inabidi mkubaliane na hili, inabidi mkubaliane na Israeli, inabidi mkubaliane na hivi. Unajua, ananikumbusha jambo moja. Steve Witkoff, wakati wa mazungumzo ya Hamas ya mwanzo, kama mnakumbuka, kulikuwa kuna usitishaji ambao ulikuja ukavunjika. Ule usitishaji, Steve Witkoff alikuwa ndio msimamizi wa yale mazungumzo, na yale mazungumzo hayakuwa na tofauti na haya ya sasa. Yani usitishaji wa awamu, tutaanza awamu ya kwanza tutakwenda mpaka hapa, tukifika awamu ya pili tutakwenda mpaka hapa. Kama mnakumbuka, ule usitishaji wa awali wa kina Steve Witkoff ulikuwa ni usitishaji wa Israeli kuacha kufanya mashambulizi, kuruhusu baadhi ya misaada iweze kuingia Gaza, wakati wa Hamas ilikuwa imekubaliana kuachia baadhi ya mateka wa Israeli. Muda wa mateka wa Israeli ulipokwisha na Israeli ikawa imefungua kiasi misaada, sasa ikawa awamu inayofuata ya usitishaji ilikuwa ni awamu ambayo ingeruhusu sasa misaada zaidi, lakini baadhi ya vikosi vya Israeli vianze kuondoka. Israeli wakasema kuwa hatuingii kwenye makubaliano ya pili.
Steve Witkoff ambaye ndio yeye alisimamia mazungumzo, ambaye yeye amekuwa shahidi, ambaye yeye anatajwa kuwa ndio aliwalazimisha, kwa sababu hii ilikuja kwenye mwanzo kabisa wa Trump kuingia madarakani awamu ya pili, mwanzo kabisa ule usitishaji kabla hujavurugika. Steve Witkoff ambaye yeye ndio alikuwa akisafiri huku na huku kuwashawishi hawa na huku, akaanza kuwashawishi Hamas kuwa kubalini endele, kwa sababu Israel alichotoa ofa akamwambia hivi kuwa tutaweka utulivu, yani hatutoshambulia, mtatoa tena mateka wetu mmoja kwa siku au wawili baada ya saa 24 na sisi tutaendelea kuruhusu misaada, halafu hatutofanya mashambulizi. Kwa hiyo Hamas wakaona lazimishwa, toeni mtaji mlionao, mtapokuja kuishiwa mtaji hamtakuwa na kinga yote, wenzenu wamesimama pale pale. Hamas wakakataa, wakasema tunatakiwa tufate maelekezo yaliyopo kwenye mkataba, yani mkataba jinsi unavyosoma ndio inapaswa tuende katika hiyo njia, kuwa awamu ya pili ya usitishaji inazungumzaje. Awamu ya pili itakuwa vikosi vya Israeli kuanza kurudi nyuma na kuachia nafasi na watu wa kaskazini mwa Gaza waanze kurejea kwenye maeneo yao. Ndio awamu ilikuwa ikizungumza hivyo. Israeli wakataa. Steve Witkoff alivyokuja kuzungumza na vyombo vya habari akasema kuwa shida kubwa ni Hamas ndio wanakataa usitishaji huu. Yani yeye akiwa shahidi, yeye amesimamia mazungumzo na anafahamu step za mazungumzo, kuwa tukitoka hapa tunakwenda hapa, tukitoka hapa tunakwenda hapa, lakini kwa sababu ya uzayuni wake anaamua kubadili ukweli, kuugeuza juu chini bila kutekeleza kile ambacho kimeandikwa. Alafu anarusha bomu kwa upande wa pili kuwa wenye matatizo ni hawa huku. Si umeelewa? Wenye matatizo ni hawa huku, kwa sababu wao hawataki usitishaji, hali ya kuwa wao wanamwambia kuwa no, huu usitishaji umeandikwa kwa utaratibu. Sasa ndicho kizungumza Jared kumwambia Khalil al-Haya, anamwambia hivi, usitegemee kuwa, manake anasema kwa sasa hivi Hamas mnatazama sana uchaguzi wa Israeli, nini kitatokea, na mnaamini kuwa Netanyahu atashindwa, hilo linaeleweka, lakini akamwambia kuwa sera ya nje ya Israeli haiwezi kubadilika dhidi yenu, hata aje kiongozi gani, ni hao wote watakuja vile vile. Kwa hiyo fanyeni kukubaliana tu na kuweka silaha chini. Jared pamoja na Steve, hawa wote ndio walioshughulika zaidi kwenye huu usitishaji ambao katika vifungu vile 20 vikageuka kuwa 15. Wao ndio walisimamia sana vile vifungu, kuhakikisha vifungu vitampendelea Israeli vya kutosha. Sawa. Sasa katika vifungu ambavyo vinampendelea sana Israeli vya kutosha, vifungu vichache kabisa ambavyo viko upande wa pili wa hawa Hamas na wengine bado vinawaogopesha. Yani unajua wanasema hivi, kuna watu duniani walivyoumbwa wao wana husda. Yani hii ni kitu ambacho mtu anaishi nacho. Kuna mtu katika maisha Mungu kamjalia kila kitu, yani yeye tuseme anamiliki 100,000 na wewe unamiliki 10,000, lakini unaweza kuona ajabu kuwa ile 10,000 yako wewe inamnyima usingizi. Yani kile kidogo ambacho uko nacho wewe kinamnyima usingizi, lakini si kile kikubwa anachomiliki yeye. Yani kuna watu wa namna hiyo wameumbwa, yani kuwa hata ulichonacho kidogo anataka kupokonya, hali ya kuwa yeye anamiliki ukwasi ulio zaidi na zaidi na zaidi, wakati wewe Mungu kakujalia kidogo tu. Yeye kajaliwa na kujaliwa na kujaliwa, lakini bado yeye la kwake anaona kuwa mimi nilitakiwa hasa nipokonye hadi hiyo 10,000 nikae nayo mimi, kwa hiyo niwe nazo zote mimi, yule hapaswi kuwa na chochote. Hizi ni roho za husda. Sasa kile anachokizungumza Jared kuambia Hamas kuwa ni lazima mkubaliane na usitishaji, mkubaliane na kuweka silaha chini, hali ya kuwa Jared pamoja na Kushner na wengine ndio mashahidi wa mazungumzo, kuwa haya mazungumzo hau utaratibu wa Gaza umepangwa by step. Yani tunakwenda kwa utaratibu. Mtoto anazaliwa, mtoto anaanza kulia, mtoto anakaa, mtoto anaanza kupiga goti lake pale chini, anaanza kutambaa, anasimama, anaanza kupiga ile dade, anaanza kutembea, anaanza kukimbia, anajifunza kuzungumza, anakwenda shule za awali, anakwenda. That is a step. Yani hizo ni step. Sasa kwa nini tuvuke step ya kutoka kukaa mpaka kukimbia wakati kulikuwa kuna kukaa na kusimama? Hilo ndio linakuja swali hapo. Sasa huyo Jared leo Jumatatu atakutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kitu kimoja na kikubwa ambacho sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko makubwa katika kile Netanyahu amekizungumza toka wiki juzi au wiki jana, kile kuwa Israeli hatukubaliani na vifungu 15 vya Gaza. Sitegemei kama kutakuwa kuna mabadiliko, kwa sababu ugumu wa mabadiliko ni kuwa
Israeli wanaenda kwenye uchaguzi. Huo ndio ugumu. Nitakusomea taarifa mbili hapa uelewe kuwa kuna kitu kiko tofauti. Gazeti la Israeli la Hayom limeandika hivi: Israeli reportedly preparing major operation in Lebanon. Israeli inajiandaa na operation kubwa ndani ya Lebanoni. Huku taarifa nyingine ikisema hivi katika hilo gazeti, inasema hivi: Israeli no longer accept diplomatic deals that leave the enemy standing. Maana yake kuwa dili yoyote, yani Israeli hatokubaliana na mazungumzo yote ya kidiplomasia ambayo yatamwacha adui akiwa amesimama. Maana yake kuwa kile ambacho kinaletwa mezani na Donald Trump ni diplomatic mbele ya Israeli. Yani kuwa mazungumzo. Kwa sababu unapozungumza kuwa Israeli unatoka Lebanoni, unatokaje? Adui amekufa au hayupo? Still standing. Hezbollah bado wana nguvu. Wapo. Kwa hiyo unatoka kwa makubaliano. Israeli anakuambia hilo hatuwezi kukubaliana nao. Lakini unapomwambia kuhusu Gaza, toka hapo, ondoka. Sisi tunashughulikia hili. Adui amekufa, yupo. Ila mtakubaliana naye wapi? Kule mbele. Sio, umeelewa? Sasa ukizichukua hizi taarifa mbili kuwa anaandaa operation kubwa ndani ya Lebanoni. Operation kubwa ndani ya Lebanoni ni operation ambayo Donald Trump amerusha ndoano iko ndani ya maji. Kile ambacho kinaendelea kati ya Iran na Marekani hivi sasa. Yani kila mtu idol. Yani kila mtu anamwangalia tu mwenzake. Wakati Marekani anasema kuwa tutamtia vikwazo vya kiuchumi mpaka asalimu amri. Wakati wa Irani anasema kuwa tutazuia kwa njia yoyote meli yoyote isiweze kupita mpaka dunia ishindwe kupumua. Ukiangalia hapa kuna taarifa nilikuwa nimeisoma, ilikuwa inasema kuwa meli chache sana ambazo zilikuwa zimevuka mlango wa bahari wa Hormuz. Sijui nilisoma kwenye jarida gani, lakini nilisoma ikasema kuwa kulikuwa chini ya kiwango. Anasema hii hapa imeandikwa kwenye Al-Mayadin, inasema kuwa Hormuz traffic fall to 5 ships Saturday, non Sunday. Kwa mujibu wa shirika kuwa zilikuwa zimeshuka mpaka meli 5 Saturday, zimevuka 5. Sasa hapa ndio ile unashikilia kuwa hakivuki chochote, hakiingii chochote. Wakati huo Marekani anakuambia mimi nimeweka blockade yangu, nazuia na meli zake zisingie kokote kule ili uchumi wake uanguke. Hii inabaki ni nini? Ni ile ambayo nimewaeleza mara nyingi kuwa hii ni kabali ya pande zote, kuwa atakaye hizi kaumia anapiga kelele, watu wanalegeza mkono, tunarudi kwenye meza ya mazungumzo. Sawa? Sasa Marekani kaweka mtego kwenye mazungumzo ya Irani. Mazungumzo ambayo kuwa unasafisha njia. Yani unasema kuwa nasafisha njia kote kuhakikisha huku vitu vinakwenda. Kwa sababu unasafishaje njia? Wakati Marekani anapomwambia Israeli huingii Lebanon, anasafisha njia ili kumvuta Irani aje kwenye meza. Unamwambia Israeli marufuku kuingia Gaza. Sitaki swala la Gaza. Ukiangalia wiki jana Irani wamesema kuwa wanashughulikia swala la, wanataka usitishaji Lebanon na Gaza. Sasa kama anataka Lebanon na Gaza ambao ni washirika wake, tayari Marekani anamwambia mimi tayari nimelifanyia kazi hili. Hakuna mapigano yanayoendelea Lebanoni tunayazuia, wala hakuna kitachoendelea Gaza. Njoo basi tuzungumze. Kwa hiyo ninakushawishi. Unajua ile kushawishi, ndio maana niliwapa ile hadithi ya waziri mkuu kwenda Marekani last week kuwa Trump alifunga njia. Hakuna, tunazungumza nini? Sitaki kuzungumza na wewe. Kwa hiyo unamlainisha. Unajua ile bolt imekaza kweli kweli, yani unasema hii nati nitaifunguaje hii bolt. Kwa hiyo ili kuilainisha, kwa tingine unachukua grease au oili, unaimwagia kwanza ile oili. Inakuwa baadaye ukija kugusa spana, kitu kimefunguka. Ndio anasema ile unalainisha. Kwa hiyo Marekani yuko kwenye project ya kulainisha mazungumzo na Irani ili Irani aje kukaa kwenye meza. Wakati huo Israeli anazidi kukazia yale mazungumzo, yani yasipate ulaini. Ndio ninapokuambia kuwa sitegemei mazungumzo ya Jared pamoja na Netanyahu yanaweza yakatoa taswira yoyote ambayo ni nzuri sana, kwa sababu muda haufanyi hivyo. Yani muda hautoi hivyo, na jibu la muda ni kuwa labda anasema kuwa mimi niamue kwa. Unajua wakati Donald Trump amelazimisha rais wa Israel Isaac Herzog amsamehe Netanyahu kwenye makosa yake, mijadala ilikuwa ikiendelea ndani ya Israeli. Walimwambia hivi bwana Netanyahu kuwa tuanze mjadala wa kwanza, kuwa wewe unaweza ukapata msamaha huu, lakini kwanza achana kabisa na siasa. Yani hutobaki kwenye siasa, ustaafu uende huko, yani ukae pembeni. Lakini wakati huo nikawasomea taarifa kuwa Netanyahu alikuwa ameomba
usalama ndani ya Marekani, kuwa baada ya pale aende akaishi Marekani katika usalama, yani kuwa hatoweza kushughulikiwa. Sasa waziri mkuu kujiondoa kwenye siasa, yani useme kuwa Netanyahu aseme kuwa basi bana, mimi naachana na siasa, nimekubaliana kuwa ili msamaha uweze kupita, kwa sababu kulikuwa kuna mgongano wa kisheria. Msamaha gani unapita kwa bila hukumu? Yani kwanza kwa sababu kwa sheria ya nchi nyingi ambazo zilivyo, rais wa nchi anaweza kutoa msamaha. Hata sisi huku kwetu tunaona ikitokea sherehe fulani au ikitokea kitu fulani, tunaona viongozi hutoa msamaha kwa wafungwa. Lakini hawa ni wafungwa ambao tayari wameshahukumiwa kisheria. Yani tayari wana hukumu ya kisheria kutumikia adhabu. Kwa hiyo wanapewa msamaha wa rais ama kiongozi. Tunaona wafalme pia wanafanya hivyo. Sasa wanajiuliza kuwa Netanyahu anataka msamaha wa rais katika mashtaka ambayo yako mahakamani na ambayo hukumu yake haijatoka. Sasa ndani ya Israeli wanamwambia kuwa kiri makosa yako kwanza, halafu tukusamehe katika masharti ambayo kuwa wewe hutorudi tena kuwa waziri mkuu. Akikaa nje ya waziri mkuu na kile alichokifanya na kwa ndani ya Israeli walivyo, je, hawa watamuacha? Watamuacha bila kumshtaki? Niliwaambia kuwa wakati ule, nikawaambia kuwa hata ikitokea Rais Herzog kuwa akasema kuwa nimemsamehe Netanyahu, ima labda kwa sheria au kwa vyovyote. Unajua problem ya Israeli ni nchi inaendeshwa na mifumo miwili, ni mahakama na bunge. Hakuna kusema labda kuwa amevunja katiba au nini. Katiba haijawahi kumalizika, wala hakuna katiba ya nchi hiyo. Kwa hiyo unaweza kusema hiyo ndio wanabadilisha kupeleka kwenye mifumo fulani. Ndio maana unaona kuwa awamu hii ya Netanyahu alivyoingia madarakani, kabla hata ya mzozo wa Gaza, uliona kuwa kulikuwa kuna mfululizo wa maandamano ndani ya Israeli, mfululizo ya watu kupinga mabadiliko ya kisheria, kwa sababu mabadiliko yalikuwa yanatolewa yalikuwa ni mabadiliko ya kutoa nguvu ya mahakama kurudisha kwenye nguvu ya nini? Nguvu ya bunge, kwa sababu Netanyahu na washirika wake walikuwa wengi bungeni. Kwa hiyo wakaanza kuondoa nguvu ya mahakama, na yote hiyo ilikuwa ni kwa sababu kumlinda Netanyahu na hizi kesi. Sasa kama Netanyahu toka ameingia awamu ya pili anajaribu kucheza na mahakama, kurudisha mamlaka ya mahakama, yani kuwa mahakama isiwe uamuzi wa mwisho, uamuzi wa mwisho uwe bunge. Yani bunge ambalo lina wahafidhina wengi ndio litafanya maamuzi ya mwisho, sio mahakama. Maana yake kuwa hata kama hukumu ya mahakama itamhukumu yeye, bado anayo nguvu ya kutengua nguvu ya mahakama, kwa sababu ana bunge ambalo lina nguvu kuzidi nini? Mahakama. Kulikuwa kuna hilo ambalo lilizua mgogoro mkubwa sana. Ndio lilizua kile ambacho kilitokea wakati ule. Nakumbuka wakati ule waziri mkuu alimfuta kazi, wakati huo akiwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant, wakati huo alimfuta kazi baada ya maandamano makubwa, akamrejesha kwenye nafasi yake. Kwa sababu nini? Gallant alipinga hili la mabadiliko ya mahakama wakati huo. Sasa fikiria kitu kimoja tu, kuwa Netanyahu toka ameingia madarakani anataka kuiwajibisha mahakama ili aweze kujinusuru na kesi zake. Sasa leo ndani ya Israeli anaambiwa kuwa kwa usalama wako inabidi usishiriki siasa, kaa nje ya siasa. Ana kinga gani? Yani kuwa nitoke ndani ya siasa kwa kinga gani? Hali ya kuwa mimi nilikuwa nikijikinga na hili. Na wakati huo alikuwa na kesi baadhi. Yani unajua zile kesi ambazo zimempeleka mahakamani mpaka leo Netanyahu, si ambazo zimefunguliwa katika kipindi hiki ambacho Israeli inasema imepoteza sana. Kwa sababu kuna kesi kama Qatar Gate ambayo bado haijasikilizwa kabisa, ambayo ilikuwa ni kashfa ambayo inamhusu Netanyahu na washirika wake wa karibu, hii ya Qatar Gate. Lakini kesi ya Oktoba 7, kile kilichotokea, mawaziri wote walioondoka kwenye nafasi, akiwemo waziri wa ulinzi Herzi Halevi alizungumza, akiwemo nani mkuu wa majeshi Herzi, pamoja waziri wa ulinzi wakati wa Yoav Gallant, wote wameielezea hiyo, wakasema kuwa hii ni lazima Netanyahu na washirika wake wawajibishwe kwa kilichotokea Oktoba 7, tujue nini kilitokea. Hilo wamelizungumza. Sasa hizi kesi zote zinazomkabili Netanyahu ni kesi ambazo anashtakiwa kabla ya awamu hii. Yani hii awamu bado hawajagusa. Alafu wakati huo anatakiwa ndani ya Israeli akae pembeni, nje ya siasa, wakati kinga yake pekee ambayo inamlinda mpaka sasa kuwa kwa nini hayuko gerezani, mpaka sasa kwa nini hajakamatwa, mpaka sasa ni nafasi yake ya kuwa waziri mkuu. Sasa unapomwambia resign halafu upewe msamaha wa rais ili uweze kunusurika na hili, unaona kazi ni ngumu. Kwa hiyo kilichopo kwa hivi sasa, ninachosema kuwa mazungumzo haya ya Jared pamoja na Netanyahu sioni kama yatakuja na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu hapa ni vita ya uhai na kifo. Yani ni vita ya Netanyahu kujinusuru na maisha yake. Ikiwa lolote linaweza kutokea kwa hivi sasa, mfano waziri mkuu akaenda nje, yani Netanyahu akaenda nje akawa sio waziri mkuu tena, basi Netanyahu kurejea kwenye nafasi ya waziri mkuu ni ndoto.
licha ya kuwa rekodi ameshikilia kuwa ndio waziri mkuu aliyedumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya waziri mkuu wa Israeli. Yeye ametawala kwa muda mrefu, lakini muda haumruhusu tena na nafasi haimruhusu tena kutokana na yale aliyoendea. Kwa sababu katika kile ambacho wanazungumza hata wapinzani wake kina Yair, kina Naftali wamezungumza mara nyingi kuwa tumepoteza nguvu na ushawishi, kwa sababu nguvu pekee ya Israeli ilikuwa ni ndani ya Marekani. Ndani ya Marekani. Ninapokuambia mabadiliko yanatokea Marekani, ndio kile alikizungumza Naftali Bennett alivyotoka Marekani, akasema kuwa tumepoteza marafiki. Hata tuliokuwa marafiki ndio tunaowategemea, tumewapoteza. Yani it means wameipoteza Marekani, wamewapoteza wanachama, wamepoteza kila kitu. Kwa sababu gani wamepoteza? Kwa sababu ya matamanio ya watu kufika sehemu. Yani kwa sababu sio kwa lengo la Israel, kwa matamanio ya watu kufika mahali. Sera au kile tunachozunguka nacho hivi sasa duniani, hata ndani ya Marekani wanaamini kuwa kimekuwa na ushawishi mkubwa sana wa waziri mkuu Netanyahu, ndio maana tumefika hapa tulipo. Sasa wanaona Israel kuwa huyu si mtu ambaye labda alijenga sana Israel, lakini huyu ndio kaja kuiangamiza, ni labda papara zake au chochote alikitaka kwa kasi sana, ndio maana kikamfikisha hapo alipo. Kwa hiyo hayo yote yanakwenda pamoja. Jamani, nikianza kuichambua hivi vitu vinakuja, naweza nikazungumza hata 5 hours hapa, labda moja kwa moja nikazungumza tu, lakini nimetaka kulielezea tu hili kwa nafasi yake. Rahby Digital, haki na ukweli.